uliotukuka, uzalendo, uthubutu mkubwa na uaminifu katika kuitumikia nchi yetu. Niendelee kutoa pole kwa familia kwa msiba huu mzito na mkubwa kwa kuondokewa na mpendwa wao. Tunamuomba Mwenyezi Mungu ajuaye kufariji mioyo ya wanadamu aendelee kuwafariji ndugu na familia. Mheshimiwa Rais, nimepewa jukumu la kusoma wasifu wa mtu Vangimembe Lukuvi, mtu ambaye kwa ukubwa wake najisikia unyenyekevu sana kusimama mbele yako kusoma wasifu wake. Ni mtu ambaye hata kazi ya mwandishi hodari si rahisi kuandika na kubeba taswira halisi ya ukubwa na wingi wa maisha yake. Maandiko kuhusu mtu huyu yangeweza kujaza maktaba kwa maktaba. Hata hivyo, ninakuomba uniruhusu nisome chembe tu ya ukubwa na wingi wa maisha ya Mwalimu William Vangimembe Lukuvi. Mheshimiwa William Vangimembe Lukuvi alizaliwa tarehe 15 Agosti 1955 katika kijiji cha Mapogoro, kata ya Idodi, wilaya ya Iringa vijijini, mkoani Iringa. Marehemu William Vangimembe Lukuvi alikuwa mwanasiasa mashuhuri aliyeshika nyadhifa mbalimbali za uongozi na aliyejitanabahisha kwa ubunifu, uthubutu, uchapakazi, uzalendo, uwezo wa kujitoa na kujitolea, uwezo wa kujituma katika kazi, na aliweka maslahi ya taifa mbele wakati wote, na aliamini kuwa inawezekana kufikia matokeo chanya katika utekelezaji wa shughuli mbalimbali za serikali na za kijamii. Alijali jamii aliyoitumikia na aliipenda sana, hasa wananchi wa jimbo lake la Isimani. Alijulikana kwa mtindo wake wa kazi wa kutembelea maeneo mbalimbali ya miradi, kutatua kero za wananchi na wakati mwingi pia kuwafariji pale ambapo walikutana na changamoto mbalimbali. Katika kudhihirisha uchapakazi wake, Mheshimiwa Rais, hata siku moja kabla ya umauti kumfika, alikutana na kamati ya Bunge, kamati ya kudumu ya Bunge ya afya na masuala ya ukimwi. Mheshimiwa Rais, tunakumbuka maelekezo yake ya mwisho akitujulisha na kutuelekeza juu ya udhibiti na kusimamia vyema maafa nchini kwetu. Sisi watumishi wako tutayatekeleza kwa umahiri na uaminifu mkubwa. Tunakumbuka pia namna ambavyo alituelekeza kusimamia na kutekeleza miradi mbalimbali iliyoko ndani ya ofisi yetu, lakini vile vile kuboresha uratibu wa shughuli za serikali. Hili tutalifanya kwa uaminifu wote, Mheshimiwa Rais. Marehemu William Vangimembe Lukuvi alipata elimu ya msingi katika shule ya msingi Kitanewa kuanzia mwaka 1962 hadi 1970. Alijiunga na chuo cha walimu cha Tabora kuanzia mwaka 1974 hadi 1975 ambapo alihitimu na kutunukiwa cheti cha walimu. Mwaka 1982 hadi 1983 alijiunga na shule ya Komsomol High School Moscow nchini Urusi na kutunukiwa stashahada ya juu ya sayansi ya siasa. Alipata shahada ya masuala ya kimataifa ya diplomasia, yaani Bachelor of Arts in International Studies and Diplomacy kutoka Washington International University kuanzia mwaka 1999 hadi mwaka 2000. Na baadaye alijiendeleza kimasomo katika ngazi ya shahada ya uzamili katika Chuo Kikuu Huria cha Tanzania ambapo alihitimu na kutunukiwa shahada ya uzamili katika sayansi ya siasa mwaka 2008 2011. Marehemu Mwalimu William Vangimembe Lukuvi alianza safari yake ya siasa mwaka 1973 alipojiunga na chama cha TANU akiwa mwanafunzi wa chuo cha walimu Tabora na kuchaguliwa kuwa kiongozi wa chama katika chuo hicho mwaka 1974 hadi 1975. Mnamo mwaka 1984 alichaguliwa kuwa mjumbe wa vikao vya umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi
katika ngazi ya wilaya hadi taifa. Alichaguliwa kuwa katibu wa mkoa wa wilaya wa Chama cha Mapinduzi mwaka 1980 hadi 1984. Vilevile aliteuliwa kuwa naibu katibu mkuu wa Umoja wa Vijana wa CCM mwaka 1993 hadi 1994. Aidha, alichaguliwa kuwa mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM na mjumbe wa kamati ya maadili ya chama tangu mwaka 2010 hadi mauti ilipomkuta. Marehemu William Vagimembe Lukuvi aliajiriwa kama mwalimu katika Wizara ya Elimu kuanzia mwaka 1975 hadi 1980. Aliteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Bukoba kuanzia mwaka 1994 hadi 1995, mkuu wa mkoa wa Dodoma mwaka 2006 hadi mwaka 2008 na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam mwaka 2008 hadi mwaka 2010. Katika uchaguzi mkuu wa kwanza wa vyama vingi vya siasa nchini uliofanyika mwaka 1995, marehemu Lukuvi alichaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Isimani na hivyo kuwa mbunge wa kwanza wa jimbo hilo alilotumikia kwa takriban miaka 30 hadi mauti ulipomkuta. Akiwa mbunge, aliwahi kuwa mjumbe wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Ardhi, Maliasili na Mazingira kuanzia mwaka 2005 hadi mwaka 2010. Katika maisha yake ya siasa, marehemu Lukuvi aliingia katika baraza la mawaziri kwa mara ya kwanza alipoteuliwa kuwa naibu waziri wa vijana na ajira mwaka 1995 hadi mwaka 2000, na baadaye aliteuliwa kuwa waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia sera, bunge na uratibu na mnadhimu mkuu wa serikali, yani chief whip, kati ya mwaka 2000 hadi 2005, mwaka 2010 mpaka mwaka 2015 na mwaka 2025 hadi mauti ilipomfika. Halikadhalika, marehemu Lukuvi aliteuliwa kuwa waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi kuanzia mwaka 2015 hadi mwaka 2000. Mnamo Juni 2023, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alimteua kuwa mshauri wa siasa kuhusu mahusiano ya kisiasa na jamii. Mheshimiwa Rais, yapo mafanikio mbalimbali ambayo yanaonekana katika maisha yake, na hapa tumechagua machache tu kwa ajili ya hadhira hii. Akiwa waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, alikuwa msimamizi mahiri wa shughuli za serikali bungeni na alifanikiwa kuimarisha uhusiano kati ya serikali na bunge, jambo ambalo lilimfanya kuwa mmoja wa mawaziri mahiri na wenye ushawishi mkubwa katika awamu mbalimbali za uongozi alizozitumikia na kujenga daraja imara kati ya serikali, bunge na wananchi. Alishiriki katika kusanifu na kuchagua mchoro wa ukumbi wa bunge ambao unatumika sasa. Hii ilitokana na ukumbi wa bunge la Msekwa uliokuwa ukitumika wakati huo kutokidhi mahitaji ya shughuli za bunge. Alisimamia utekelezaji wa sera mbalimbali zilizolenga kuboresha ustawi wa wananchi, hususan watu wenye ulemavu, akihamasisha ushirikishwaji katika fursa mbalimbali za kiuchumi hata na ajira, na kusisitiza kuwa kundi hili ni sehemu muhimu ya nguvu kazi ya taifa, hivyo ni lazima kulishirikisha. Alisimamia kikamilifu ujenzi wa mji wa serikali Mtumba jijini Dodoma, ambao hadi sasa umefikia wastani wa 93%, na tayari wizara 15 zimeshahamia katika mji huo na zinatoa huduma kwa umma. Alisimamia uimarishaji wa mifumo ya kisera kwa kufanya maboresho katika usimamizi wa maafa nchini, ikiwemo mfumo wa taifa wa kielektroniki wa usimamizi wa maafa, hatua ambayo inasaidia kudhibiti na kupunguza athari za maafa nchini. Alikuwa mstari wa mbele kuhakikisha wizara zote zinafanya kazi kwa ushirikiano ili kuwezesha ufanisi katika utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya CCM na kuhakikisha ahadi za serikali kwa wananchi zinatekelezwa. Akiwa waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi,
alifanikiwa kutatua migogoro mbalimbali ya ardhi nchini na kuanzisha mfumo bora wa kutatua migogoro ya ardhi na kupelekea huduma mbalimbali kutolewa kwa wananchi kwa uharaka, lakini pia huduma hizo kusogea kwa wananchi. Alisimamia uanzishwaji wa mifumo ya kidijitali ya usimamizi wa ardhi iliyolenga kupunguza urasimu na kuongeza ufanisi katika ukusanyaji wa kodi ya pango la ardhi, hatua ilisaidia kuongeza mapato ya serikali. Alisimamia utoaji wa hati miliki za ardhi zaidi ya milioni 1,992,245 kwa Watanzania, hatua ilisaidia kuwezesha wananchi kiuchumi kwa kutumia hati hizo kama dhamana ya mikopo. Alifanikiwa pia kutenga ardhi yenye ukubwa wa ekari 224,439.4 kwa ajili ya uwekezaji kupitia mipango kabambe ya miji, mipango ya matumizi ya ardhi ya wilaya na vijiji. Hatua hii ilisaidia kuongeza uwekezaji nchini na kutoa fursa ya wananchi kujiendeleza kiuchumi. Akiwa naibu katibu mkuu wa Umoja wa Vijana CCM, alianzisha mfumo wa mbio za mwenge kwa kushindanisha mikoa katika maandalizi, katika hamasa na katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika mikoa mbalimbali. Swala hili lilileta chachu ya utekelezaji wa miradi hiyo kwa ufanisi na kuleta matokeo makubwa kwa wananchi. Alibuni na kuanzisha mradi wa mabasi ya wanafunzi katika mkoa wa Dar es Salaam, jambo ambalo lilipunguza adha kubwa ya usafiri kwa wanafunzi jijini Dar es Salaam. Akiwa mkuu wa mkoa wa Dodoma, alifufua na kuimarisha kilimo cha mtama na kuanzisha shamba la ushirika la zabibu akishirikiana na benki ya CRB, ambapo mradi huo sasa unasimamiwa na Wizara ya Kilimo ukijulikana kama BBT. Alihakikisha kuwa mipango ya upanuzi wa mji wa Dodoma inazingatia sheria na utaratibu wa mipango miji ili kuzuia ujenzi holela, jambo ambalo lilikuwa ni msingi muhimu wa ukuaji wa mji mkuu wa kisasa. Alisimamia kwa mafanikio mkakati wa kukomesha njaa mkoa wa Dodoma kwa kuhimiza sana kilimo cha zao la mtama, zao ambalo lilionekana kuendana na hali ya hewa na mazingira ya mkoa wa Dodoma. Alisimamia pia ujenzi wa chuo kikuu cha UDOM, hatua iliyosaidia kuongeza udahili wa wanafunzi na hivyo kuongeza fursa ya kupata elimu ya juu kwa wananchi wengi, hususan vijana. Familia. Enzi za uhai wake, marehemu Mwalimu William Vangimembe Lukuvi alifunga ndoa takatifu tarehe 28 Julai 1990 na Bi Jemina Lukuvi katika kanisa la Mtakatifu Petro jijini Dar es Salaam na kujaliwa kupata watoto watatu ambao ni Norbert Brown na Anifise Vanessa William Lukuvi. Marehemu Lukuvi ameacha mjane, watoto watatu na mjukuu mmoja aitwaye Donovan. Marehemu Mwalimu William Vangimembe Lukuvi alifariki dunia tarehe 25 Machi 2026 saa 1 asubuhi katika hospitali ya Benjamin Mkapa jijini Dodoma alipokuwa akipatiwa matibabu baada ya kupata ugonjwa wa mshtuko wa moyo. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa maisha ya Mwalimu William Vangimembe Lukuvi ambaye uwepo wetu hapa unathibitisha upendo wetu kwake na namna ya kumwaga mtu ambaye alijitahidi kutumikia nchi yetu kwa viwango vya juu sana na hivyo kuacha alama chanya nchini na katika mioyo yetu. Bwana ametoa, Bwana ametwaa, jina lake lihimidiwe. Naomba kuwasilisha.